Na dhati Ben Chumba kwa taasilifu hiyo kamili kuhusiana na urithi wakati watu wanapoondokewa na wapendwa wao, wanapata matatizo ya kuweza kurithi ile mali iliyoachwa. Kwa hivyo ni wajibu wa mashirika husika kuweza kuingilia kati na kuwasaidia watu wao ndiposa waweze kupata urithi wao kulingana na katiba. Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa mahojiano na tunajiunga naye Robert Manyala ambaye ni afisa mkuu wa shirika la Robisearch Limited, na pia yeye ni mstawishaji mkuu wa programu za kompyuta. Kwa tunaungana naye moja kwa moja. Karibu sana Robert, unaendelea vipi? Naendelea salama, nashukuru Mola katika siku ya leo. Asante. Kwa hivyo wewe umefika kazini ama uko nyumbani? Kwa sababu watu wengi leo hawakuweza kufika kazini kutokana na mgomo ambao unaendelea wa sekta ya matatu pamoja na wahudumu wa bodaboda. Wewe ulifika ama uko wapi kwa sasa? Sikuweza kufika kulingana na kazi yetu ya teknolojia. Sisi tunafanya kazi pale popote tulipo. Ndio maana bado tunachapa kazi popote tulipo. Hata kama vitu ni ngumu hivyo, lakini tunafanyia from home, kutoka nyumbani. Naam, kwa hivyo kazi yako unatoa huduma tamba, mobile services pale popote pale ulipo. Na unaweza tuelezea, wewe ni kiongozi wa ustawishaji wa programu za kompyuta. Unaweza kutuelezea tu safari hii ulianza vipi? Ni nini kilichokuchochea ukaweza kutosa gulako katika ulingo huu wa teknolojia? Asante sana. Kwa jina ni Robert Manyala kutoka kampuni inaitwa Robisearch yenye ilianza tulipiasa go mbali sana, lakini leo tunashukuru Mola juu tuko hapa Kenya, Uganda na South Africa. Na chenye linifanya niingie kwa hii programu ya teknolojia ya kutengeneza programu ambayo inasaidia watu wengi hii Kenya na Afrika yote, niliona watu wengi walikuwa na shida sana, na niligundua ya kwamba kuna biashara nyingi yenye haifiki miaka 3. Unagundua mtu amefungua biashara leo, lakini badala ya miaka 2-3 wamefunga kabisa. Unaambiwa kama employees, sasa tunafunga biashara, tungewaomba mtafute pali pengine. Hivyo ndivyo Robisearch iliamka, ikaanza biashara na ikaanza kusolve hizi mashida yenye tuliona. Pia tuligundua kuna wanafunzi wengi kwa hii Kenya ambao wamemaliza shuleni lakini hawana pali pa kuenda. Na kwa hivyo nikikuuliza swali, unasema kwamba vijana wengi wanapomaliza shule ama wanapokamilisha shule hawana mahali pa kwenda. Unaweza kutuelezea kwa kina, je, ni huduma gani ambazo nyinyi mnatoa kama ile kampuni ya kustawisha programu za kompyuta ndiposa tuweze kuwasaidia hawa vijana ambao hawana kazi, na pia si vijana pekee, Wakenya kwa jumla ambao wanatatizika kupata kazi? Tuligundua ya kwamba kama sisi tunadili na mambo ya teknolojia, tunatengenezea watu website kwa wale ambao wanataka, tunawasaidia wengine mara nyingi kutengeneza programu ya kurun vile wanataka vitu kama biometriki mara nyingi. So tuligundua kuna wanafunzi ambao wamesomea teknolojia na wengi wako na idea mzuri, lakini wakiapply kazi wanaulizwa uko na experience ya miaka mingapi? Kwa hivyo juu amemaliza tu shuleni, unagundua ilikuwa ngumu kwa wengi wao waweze kupata kazi. Lakini kulingana na vile dunia imekuwa saizi, mara nyingi watu sasa wanatafuta talenti, wale ambao wanaweza kufanya kitu badala ya kupeana tu cheti ama certificate ambayo wako nayo. Na tukasema sisi tutawatrain ili wajue ile chenye inatakikana immediately na waanze kufanya kazi. Na kulingana kampuni yetu ya Robisearch, tumewaambia ya kwamba bora uko na uwezo ya kutengeneza programu ambayo inasaidia Wakenya duniani hapa,
tunaweza kuchukua na tufanye kazi na wewe. Na pia tuko na watu wengi, tuko na kama 300 ambao tunafanya nao online. Unagundua mtu ako na simu, na akiwa na hii simu anaweza fanya kazi popote hapa Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa na popote hapa duniani, na wengine hawajui. Sasa tumekuwa tukiwafunza vile wanaweza convert skills into money. Hiyo ndio imefanya RobiSearch ikue vile tunayo. So unapata mtu ako shuleni, hana karo ya kulipa. So chenye tunafanya kama RobiSearch, tunamleta huyu mwanafunzi, tunamfunza, tunamwambia wakati uko free, hivyo ndivyo unaweza post online, watu waone, mtu apate product yetu, na hivyo ndivyo utakuwa umepata pesa yako. Na kulingana na hivyo, watu wengi wamejaribu kujimudu na wanaweza kujilipia karo, na imesaidia wanafunzi wengi sana. Na hii ni shida ambayo imekuwa Kenya, na tumekuwa na shida ya job. So lazima tukue creative tukitumia teknolojia. Umeona pale katika mtandao, watu wengi, wanafunzi wengi wameenda TikTok, wengine wako Facebook, wengine wako Twitter, na wanatengeneza karo. Leo ukienda Nairobi wakati kama weekend, mara nyingi utapata kuna wanafunzi wengi ama wale ambao wamemaliza shuleni wako pale na kamera na simu, na wasaidia kujua vile wanatengeneza right content, na wapate kuuza hizo content zao, wapate kufanyia watu influencing, wapate kuuzia watu product yao na waweze kujimudu. So hivyo ndivyo RobiSearch imesaidia wale wanafunzi ambao wanatafuta kazi, na wale ambao pia wako wazuri tumewachukua, wanatusaidia kutengeneza masystem yenye tunaweza wenye biashara wa run biashara yao, wasiibiwe product, wasiibiwe time, na wasiibiwe kitu yote, ndio waweze kugrow, because wasipo grow tutapata wapi kazi? Robert, na nina swali, manake unapata siku hizi vijana wengi wanahadaiwa kuingia katika mambo yasiyofaa, na wengi unapata kwamba wanaweza kuingizwa katika uhalifu kupitia hii mitandao. Sijui kama kuna yale maadili ambayo mnafunza ama kuna mafunzo ambayo mnatoa jinsi vijana hawa wataweza kujisitiri kutokana na hawa wahalifu, ndiposa wasiweze kuingiza katika mambo ya kihalifu. Na sababu pia kuna wengine ambao wanashiriki katika ulanguzi wa binadamu, wanaingia kwenye mtandao, unaona pale unaambiwa je, kuna hii kazi mahali fulani, alafu kisha ukienda unapata kwamba ilikuwa kazi gushi, na pia unapata maisha yako hatarini. Je, ni mikakati gani ambayo mnatumia kuweza kuwasaidia vijana wasijiingize katika mambo kama hayo? Asante sana. Kulingana na swali lako, wengi tunaonyesha njia ya ku-identify zile kazi ya ukweli na zile zimekuwa generated na AI ama zile za uongo. Kwa mfano, mtu akwambie ameona job kutoka RobiSearch na ile email imetumika ni Gmail ama Yahoo ama email nyingine mbaya, lakini lebo ya email atoa hiyo jina. So unafaa kwa kwanza uangalie email ni ya corporate, for example something at KBC. Jina inaweza kuwa KBC, lakini hiyo email ni KBC, ni RobiSearch. Hiyo ni kitu ya kwanza unafaa uangalie. Hata kwa mtandao leo ukiona breaking news, mtu anaweza tumia jina ya kampuni yoyote, TV yoyote, lakini unafaa uangalie pale sasa username ni kweli hiyo kampuni. Ya pili, unaangalia history ya hiyo account imetumika ku apply hiyo job ama kusema kuna job ambayo iko available. Kwa sababu wakati unatafuta hiyo kazi, pia wengine watachukua advantage wa kufanyia vitu zingine. Nimeona watu ambao wanaambia wengine, leo tuko na kazi, tafadhali lipa hii pesa ndio upate job. Mara nyingi ukiona kitu kama hiyo sio ukweli. So juu tunafanya na influencer wengi na social media, watu wengi sana, tunawaambia njia ambayo wanatumia kugundua kama hii ni kazi ya ukweli ama kazi mbaya. Pia kuna kitu kingine tunafanya, tunachukua wale wanafunzi ambao wamemaliza shuleni, tunawasaidia kulink na wenye ambayo tunajua wanaweza kuwa na jambo ya ukweli. Kwa mfano, kuna mtu ambayo anatafuta system ya kumanage biashara yake. Sisi tunakuchukua,
umemaliza shuleni, tunakufunza hiyo system, hiyo point of sale ama hiyo ERP linafanya, then tukipata huyo customer tunampea system na pia tunampea employee. Juu tumegundua katika hali ya sasa Kenya, watu wengi wanahitaji ICT. Kulingana vile vitu ziko, inaonekana kama ni kitu ya kawaida, ni post kawaida na post ya lazima kwa kila biashara. Saa hii watu wengi wanasema digital marketing ni kitu ya lazima kwa kila biashara compare to ile sales and marketing before. So tukipata watu wengi juu tunafanya na NITA, wametuletea wanafunzi kama 20 ambao wamemaliza shuleni. Sisi mtu akitupigia nasema watu wa Robisaach, mimi nataka system juu naibiwa stock kila wakati. Sasa tunampea pia mtu wa IT ya kumanage stock yake na kumanage hiyo system. So unagundua tukiuzia watu kama 50, pia tumepeana job to student 50. Hiyo ndio pia njia nyingine ambayo tunatumia avoid watu kupata job nyingine mbaya yenye sio mzuri. Naam, asante sana Robert Manyala kwa wosia wako na pia kutuelezea mawili matatu kuhusiana na zile huduma ambazo unatoa kuwasaidia Wakenya, kuwasaidia vijana na Wakenya kwa jumla. Utatuia radhi manake mwelekezi amepiga mluzi, amesema kwamba muda umeyoyoma. Najua kwamba tutapata nafasi nyingine ya kuja hapa kuzungumzia hilo wakati Mola atatupatia fursa na satua ya kuweza pia kukaa kwenye mkao. Kwa heri Robert kwa sasa. Na mtazamaji, huyo ni Robert Manyala ambaye ni mstawishaji wa programu za kompyuta na pia ni afisa mkuu wa kampuni ya Robisaach inayotoa huduma za kuweza kuelimisha Wakenya na pia vijana kuweza kujibunia ajira kupitia mtandao, na tumekuwa tukipata mahojiano mbashara mahali alipo kupitia njia ya video. Na mtazamaji, nitakuachia hapo kwa sasa, tutaungana nawe mwendo wa saa 10 kamili Mola akiridhia. Kwa heri, mie wako Sheila Kayaro Yogo.